Yesu mwene niwe waigira. Haleluya, Yesu haleluya, 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 Yesu haleluya, 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 Yesu haleluya. Yesu mwene niwe waigira. Neema kenaga Mahoyaga, haleluya, neema kenaga Mahoyaga, haleluya, neema kenaga Mahoyaga. Na Yesu mwene niwe waigira. Haleluya, Yesu haleluya, haleluya, Yesu haleluya, haleluya, Yesu haleluya. Na Yesu mwene niwe waigira. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana. Na Yesu utubariki Bwana, utubariki, utubariki Bwana, utubariki. Wewe tembea nasi Bwana, tembea nasi, tembea nasi Bwana, tembea nasi. Wewe utubariki Bwana, utubariki, utubariki Bwana, utubariki. Kweli mimi na wewe Bwana, mimi na wewe, mimi na wewe Bwana, mimi na wewe. Kweli siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Na wewe tembea nasi Bwana, tembea nasi, tembea nasi Bwana, tembea nasi.
Kwa hivyo ni vizuri sana tuwe na sifa nzuri katika yale mambo tunafanya. Tukiwa shule, wasiambiwe ati kuna kijana anakuja kanisa letu anaitwa Ian. Waseme ati Ian Mwaura anakuja kweli. Huyo. Unaona? Ni mfano natoa. Sasa kwa hivyo kuna ile sifa tunahitajika kuwa nayo. Kwanza tutaona jambo la kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 4, kitu kinaitwa wito. Si tunafahamu wito? Wito ni mtu anakuja na kukaribisha mfanye kitu. Kama vile Yesu Kristo aliwakaribisha watu. Si alikuta wavuvi, akawaambia mnifuate nitawafanya nini? Wavuvi. Na vile aliwaita wakakubali mwito. Sasa hebu tuone mwito ama wito wetu ni nini. Tusomewe tafadhali mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tujijue. Kwa sababu mtu kama ajui mwito wake, atajikuta katika mambo ambayo siyo yake. Inasema nini hapo? 1 mpaka 4. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yote na rehema, ajalizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi moja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Ndiyo. Ati sasa tumeitwa kuwa watu aina gani? Wale waliambiwa nyinyi wavuvi wa samaki, mtawafanya wavuvi wa watu, mnifuate. Mtaonyesha vile watu wanavuliwa. Kwa sababu nimekuja kwa sababu ya watu, si kuja kwa sababu ya samaki. Kwa hivyo Yesu Kristo yeye alijua ameitwa na amekuja kwa kazi gani. Na sisi pia ni lazima tuwe na hakika sisi tumeitiwa nini, ni kazi gani ambayo ni yetu. Basi tunaambiwa hivi, wito ambao tumeitwa nao na kusudi la sisi kuambatana na Yesu Kristo ni muhimu sana tuelewe ya kwamba tumeitwa kuishi maisha ambayo yana sifa fulani. Sifa moja tunaambiwa watu ambao wana faraja katika Kristo Yesu. Yaani sisi hatutafuti faraja, hatutafuti starehe katika mambo ya hapa duniani. Nitaendesha gari aina gani? Nitaishi nyumba aina gani? Nitakuwa nyumbani kwangu tunakula chakula aina gani? Kwa sababu utakuta watu wengi hiyo ndio inawavutia. Unataka uwe ukila nyama, si ndio? Uwe ukila chapati, si kula githeri, hivyo mambo kama hayo. Washiko akaniambia siku moja alisikia mahali pametajwa kitu inaitwa hamburger, akaniuliza hamburger ni nini? Lakini Washiko kuna watu wanajua hamburger na wangetaka wale nini? Hamburger. Na Mungu akinisaidia siku moja Washiko, nitakuletea hamburger uione.
Kuna siku nilitaka kukuletea kwenda kuangalia bei, mfuko wangu ukakuwa mwembamba kidogo. Lakini siku moja nitaenda huko Keno nikiwa na pesa za kutosha, nikuletee hamburger uone. Dave naye alikuwa ameniambia hajai kula spaghetti. Nikamwambia utaona spaghetti, si spaghetti nini? Pizza. Alikuwa hajakula pizza. Hata Wajuma alikuwa hajakula pizza. Siku moja nikasema acha ninunue mbili, Dave akule na nipelekee Wajuma akule. Akaona pizza ni nini ile watu wanasema. Kuna watu wanasema mimi Jumamosi ama Ijumaa mimi nakula pizza. Siku hii tutakula chapati na kuku, hii ingine hivi ndizi na nini hivyo, si ndio? Hiyo pizza ni nini? Pizza utaenda kuambia baadaye. Ni chakula tu, lakini inapikwa kwa ni ya Kiitaliani na watu wanaipenda. Na iko gali. Wewe ulishindwa. Si unaona wewe kuipenda. Lakini mtu ambaye anaipenda, si ndio? Sasa wewe ulishindwa kukula, si ndio? Na unasikia watu ukimnunulia atafurahi sana. Sasa ndio tunaambiwa faraja yetu isitoke kwa vitu kama hivi. Tuone faraja yetu inatoka kwa Kristo Yesu. Ya kwamba nitakula githeri niko sawa. Sitasema sitakosa amani kwa sababu sikula pizza ama sikula nyama. Faraja si katika yale ambayo yako hapa duniani. Tusitafute faraja katika ya dunia. Ndio katika haya maisha tutatafuta starehe fulani, si ndio? Vile Mungu atatuwezesha, lakini hizo starehe za hapa zisiwe ndizo zinatuongoza. Zisiwe ndizo tunafuata tu kabisa, hizo tu ndizo. Faraja yetu itoke kwa nani? Na faraja yetu ikitoka kwa Kristo Yesu, basi saa yote tutakuwa tumefurahi. Ni kama baba na mtoto wake. Si mtoto anapenda baba na mama? Hata ukimwambia we twende kwetu, hata mwingine atakataa. Hata akikuja utasikia analia, anataka kufanya nini? Mimi nataka kurudi kwa mama yangu. Sasa hivyo ndio upendo, kama huo ndio ambao Kristo anao na sisi. Pia na sisi basi tutaitikia, kwa kuwa hata sisi tunaenda kulingana na vile anapenda. Basi katika hali yote ambayo tunajikuta sisi tumefarijika. Hatuna wasiwasi, hatuna usumbufu katika mioyo yetu. Akasema utulivu wa upendo. Ati nikitulia, mimi situlizwi ati kwa sababu nikiweka mfuko hapa na nikiguza mfuko wangu hapa nyuma nasikia niko na hela. Juzi niliguza mfuko wangu nikakuta ilikuwa na shilingi 5 tu, na hiyo ndio pesa nilikuwa nayo. Na hiyo haikufanya nisikia ati sijatulia, ati sina pesa. Kwa sababu najua katika Kristo mambo yote yanawezekana. Na hata wakati nilikuwa na pesa, hiyo si kitu nilikuwa nimefanya. Kwa hivyo utulivu wangu ni kwa sababu niko na hakika ya upendo wa Mungu kwangu. Alafu tunaambiwa ushirika wa Roho Mtakatifu. Tumeitwa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Na wakati Roho Mtakatifu tuna ushirika naye, si tunajua ni mwalimu, tunajua ni mfariji, tunamjua ni kiongozi. Hayo mambo yote tukiwa nayo, hata mahali ambapo tunajikuta tunajua Roho Mtakatifu iko. Hata nikija hapa tulikuwa naye na hata sasa tuko naye. Kwa hivyo nasikia nimetulia na nasikia sina shaka kwa hayo. Ushirika. Kitu cha 4 tunaambiwa upendo wa dhati. Ati upendo wa dhati. Upendo wa dhati ni upendo ambao ni halisi. Nikiwa kanisani, watu wote nawapenda bila yeyote ambaye nachukia. Hata kama wadana amenikwaza bado nampenda. Na siwezi kujizuia kumfanyia kitu chema
ati kwa sababu namchukia. Na katika upendo wangu ambao ni wa kweli kwake, hata nisikia maneno yake yakizungumzwa, sitakuwa wa kuongeza chumvi. Si kuna watu wanapenda sana kuongea mambo ya watu. Huyo ali hata mimi kuna wakati alifanya, wewe unaongeza, badala ya kutuliza hali mbaya, unakuwa ni kuongeza, unaongeza mafuta kwa moto. Sasa ukiwa na upendo wa dhati utasema, ni kweli. Hata utauliza huyo mtu, una hakika na hivyo unaniambia? Si kuamini tu na kwenda kwa saa hiyo hiyo, ukipata hiyo habari ni simu kupigia. Umesikia habari za nani? Nasikia amefanya, nasikia. Hiyo upendo unafunika hiyo, na tunaitwa tuwe na upendo wa dhati. Vile Yesu Kristo alitupenda kwa kweli, na sisi tuwapende wengine kwa kweli. Amen. Amen. Kwa sababu tunaambiwa kitu cha 5, tuwe na rehema. Si tunajua rehema maana yake? Huruma. Mtu akikujia yuko hivi, kungoji ya kuombe. Unaweza ukaangalia mtu, uone vile amefanana, uone huyu. Hata wakati mwingine si unaenda kwa hoteli, unaenda kunywa chai. Na unaona mtu amekuja, anaitisha chai peke yake. Kama una moyo wa rehema, hata utamuuliza, unamwambia, haya mandazi ni mazuri, si ungekula moja usikie? Alafu labda atakwambia sina nini, unamuitishia 2. Hiyo si ndio rehema? Wewe unafikiri Yesu Kristo angeenda kwa hoteli ya kule tu bila kuangalia watu? Si angesema hata hiyo mpe? Kama angefanya hivyo, na sisi pia tumeitwa hivyo. Siliona yeye akisikia watu wanamwambia, tafadhali Bwana, funga mkutano, watu waende nyumbani, masaa yamefanya nini? Yameenda. Si tuende tutafute kitu cha kula ndio hata si tuende tupumzike. Anasema hapana, hao watu tumeshinda nao tangu asubuhi, si ndio? Na hawajakula. Hatafika nyumbani, wengine wataangukia njiani. Wape chakula. Ati hao watu tusione mtu anafanya kile ambacho anaweza. Si kijana alikuwa na samaki wake, chakula chake kidogo, samaki na mikate. Akasema hiyo inatosha. Kani hiyo tu iko na hiyo kijana, hiyo inatosha. Kwa hivyo kile unacho shiriki. Na Yesu Kristo ndivyo alifanya, kwa sababu alikuwa na rehema. Tuwe watu wana rehema. Si ukisikia mtu ati aligongwa na gari. Mimi nilijua mtu kama huyo atagongwa na gari. Tabia yake haikuwa mzuri. Mtu ana rehema atasema, pole kwake. Hata ukiweza utaenda kumwambia, pole nilisikia. Si ndio? Hata ukiwa na kitu, hata kama si mtu mzuri, wewe mpe. Kwa sababu tumeambiwa ukifanya hivyo, unaweka kaa la moto juu ya kichwa chake. Muonyeshe rehema, muonyeshe vile unahusika na yeye. Sababu tunaambiwa basi, tukiwa hivyo basi, tunaambiwa nini? Tutakuwa sasa tumefikia utimilifu wa furaha. Tutakuwa watu sasa tumefurahi. Tukiwa na sifa kama hizo, tunaongozwa na mambo kama hayo, basi tutakuwa tumefikisha utimilifu. Ya kwamba tumefurahi. Hata wakati mambo yamekuwa mazito, sisi hatulii watu wakilia. Tunasema wewe Mungu unajua. Sikaa sasa wanasikia watu wakisema uchumi umeharibika sana. Na kweli umeharibika, si ndio? Lakini sisi si watu wa kulia, tunasema hata hivyo Mungu yuko. Na alisema hata tuacha hata tupungukia, si ndio? Basi tukiwa na ubasi huo utimilifu wa furaha, basi tutakuwa hivi. Ili tupate huo utimilifu wa furaha, tuwe wa nia moja. Tunapokuja hapa kanisani, tunapozungumza, tunakubaliana kitu kimoja. Lakini si wakati mumeongea na mimi nasema hiyo mimi stories zenyu mimi sitaki. Kuna watu wako hivyo. Mkisema tufanye hivi wanaona ugumu. Hapana, unajua hiyo pesa unasema hatuwezi tukapata.
Nimewaambia mkutano wa mama ni 100. Wakati mwingine mlilipa nini? 50. Lakini sijini watu mmesoma, mnajua mafuta vile ilikuwa inatoka na kitu, si ndio? Kwa hiyo mkiambiwa 100 si ni sawa. Sikusikia yoyote analalamika, na huo ndio tunaambiwa basi tuwe watu kama 100. Tukisema tukiambiwa ni 100 tunakubali, sisi watu wa kuleta mambo mengine, ya kwamba upendo uwe mmoja. Ukisema umependa mtu unakuwa hivyo, ni upendo mmoja, wote tuna upendo mmoja. Hakuna mtu anashikilia mambo ya wengine, anashikilia anaeneza fitina, masengenyo. Hapana. Ya 3, umoja wa moyo. Ati mioyo yetu itakuwa, nikija niwaeleze vile mambo yanaenda, mkiitikia, ama hata sio mimi, mtu mwingine akija na aseme vile mambo yako, tukitoka hapo tunakuwa wa moyo mmoja, vile tutakabiliana nayo, vile tutafanya. Na pia tutakuwa na kusudi moja, ya kwamba tuko watu wa kusudi moja. Yaani vile tumekubaliana inakuwa ni hivi. Tukisema tunafanya hivi, tunakubaliana na inakuwa kusudi ni moja. Basi tunaambiwa ikiwa hivyo, kutakuwa hakuna nafasi ya tamaa za binafsi wala majivuno. Hakuna mtu atajivuna aseme ati mmesema tutakula githeri, mimi sikulagi githeri. Kuna watu wanasema hivyo. Kama mnali githeri mimi sitakuja. Na labda ulielewa na githeri. Nimesikia watu wengine wakisema, mimi watoto wangu hizo wakakula githeri. Nililelewa na githeri, naambiwa kula githeri. Hapana. Si hao watoto ndio wanaenda shule wanachoma. Kwa sababu hawajui maisha, mtu ni utafuta yake. Na kujivuna, mimi sikulagi. Mimi kama hiyo chakula ina nyama, mimi msilihesabu. Ni kuleni githeri yenu. Hata labda siku hiyo mimi nitakuja na nyama yangu na stew yangu. Hapana. Majivuno hayo ni majivuno. Kwa sababu unajua mambo yakiwa magumu haijulikani mtu asemagi kile atakula, si ndio? Paulo na Timotheo akasema hao ni watumwa. Mtumwa asemagi kile atakula. Umesikia maabuso akisema mimi upenda kula ugali na nini Jumapili na maini. Hawezi. Basi hayo ndiyo mambo ya majivuno. Basi tunaambiwa tuendeshwe na unyenyekevu wa mawazo. Ati mawazo yetu yawe ya nini? Ya kunyenyekea. Na mawazo yetu yakiwa ya kunyenyekea, tunaambiwa kila mmoja akimhesabu mwenzake kuwa bora kumliko. Si ni ajabu hiyo? Washiko. Ati mimi nikisikia Washiko nasema afadhali Washiko kuliko. Lakini utakuta mambo yamebadilika watu usikia simuliona wanasema kama ni wahubiri wanakula nyama, si ndio? Wengine wanakula mboga. Kwa nini? Si wahubiri kuwa kama wanafuata Yesu wangesema hapana, kama ni nyama wote tunakula, kama ni mboga wote tunakula mboga. Lakini si kutengeneza chakula tofauti ya watu wengine. Kwa hivyo tunahitaji sisi wenyewe tuelewe hivyo, ya kwamba fikiri huyo mtu. Usifikiri ati mimi naweza mimi nitakula nyama, wengine watakula maharagwe. Hapana. Kama ni chakula tunakula kwa sababu tumesema tuna kusudi moja na tuna nia moja. Alafu tunaambiwa maslahi ya binafsi yanawekwa chini kwa kutanguliza maslahi ya wengine. Ya kwamba nikija hapa na tukizungumza, mtu asemi vile yeye anataka, na vile yeye hufanya, na vile hao ukula kwake. Anasikia watu vile wanaongea, alafu wale wengine vile wanasema mimi nakubali.
wakisema tutakula hivi ama tutafanya hivi na tutafanya kiwango hiki, mimi nakubali, kwa sababu si mimi nijione mimi, najiona mimi kama sehemu ya wote. Amen. Somo tunaliona katika Ayubu 31:32, inasema mgeni hakulala njiani, lakini nilimfungulia msafiri milango yangu. Ni Ayubu, si Ayubu alikutana na mambo magumu mpaka akaanza kulaumiwa, lakini yeye mwenyewe akiangalia maisha yake anasema hapana, kali makosa nimefanya sioni ni gani, kwa sababu ati mgeni hakulala njiani, nilimfungulia milango yangu. Ya kwamba yeye alikuwa anakaribisha wageni, si alikuwa tajiri, na mtu anapita hapo akienda mahali usiku, unafikia hapo, wengine si watamwambia wewe lala huko, kule unaenda mimi sijui, si ndio? Yeye akasema hapana, mgeni mimi nilimfungulia, hakulala njiani. Alikuwa anajua, na hata akienda kwa atasema nilienda nikakutana na mzee mmoja, akanikaribisha, nikapumzika, nikaendelea na safari yangu. Katika Luka 19:10 tunaambiwa, kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tujue hiyo ndio tumeitiwa. Si ameenda sasa? Sasa ile inatupaswa kutusukuma na kutupa motisha ya maisha ni kutafuta kilichopotea. Kuongea maisha sio hayo. Hayo maisha, kuna maisha bora zaidi. Yesu Kristo alikufa. Mungu anakupenda. Hiyo ndio ujumbe ambao unaweza paswa kuwa katika maisha yetu. Jambo la pili, tunaona Yesu Kristo. Tuone kuanzia mstari wa 5 mpaka 11. Hebu tuanze 5 na 6. 5, 6, 7 peke yake. 5, 6, 7. Mistari. Iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Ndio, ati Yesu alikuwa mnyenyekevu. Na hata tukisoma katika Injili tunaona vile yeye mwenyewe alikuwa anafanya mambo yake. Na nafikiri ni tofauti sana na wengi wa huduma wa Injili na wa Kristo ambao wanasema ni wa Kristo. Siku hizi watu wengi wanasema hapa Kenya ni wa Kristo. Mimi nilibatizwa. Mimi si Muislamu, mimi si wa dini za kienyeji, mimi ni Mkristo. Lakini je, nikisema mimi ni Mkristo, maisha yangu yanafanana na ya Yesu? Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba hebu tuchukue basi mfano wa Yesu Kristo. Kwa sababu tunaambiwa yeye mwenyewe alikuwa Mungu. Yaani alikuwa katika hali ya uungu. Kwa sababu hata katika kitabu tulichosoma cha Efeso tuliambiwa ati mambo yote ambayo Mungu alifanya alipitia Yesu. Kwa hivyo Yesu, tumeambiwa hata katika Yohana ya kwamba mbeleni palikuwa neno, na neno alikuwa
na Mungu na neno alikuwa Mungu. Lakini hata akiwa Mungu hivyo, tunaambiwa alijinyenyekeza, kwa sababu hata kama alikuwa sawa na Mungu hakushikamana na hiyo, hakushikilia hiyo. Unajua mimi ni Mungu. Washiko, nimesikia wahubiri wengine wanasema hawakuli wakionwa na washirika, wawezi wakakula pamoja na washirika. Mhuduma hawezi akakula. Umewasikia? Sasa unashindwa ni injili gani hiyo anafundisha? Na Yesu Kristo si alikuwa anakula na watu? Kuna mahali tumeona akiwekwa mahali kando. Si hata alisema ukienda mahali wewe chagua ile meza ya chini, si ujipeleke huko mbele. Lakini mhubiri wa leo anauliza wahubiri wako wapi? Hapana, yeye hakushikilia hiyo. Si ni mhubiri? Asishikilie huo uhubiri wake, ashikilie roho hiyo ilikuwa katika Kristo. Ati yeye alijinyenyekeza. Na hata tunamuona katika maisha yake mahali pote, yeye hakuna mahali alienda na kusema unajua mimi ni nani. Nakumbuka nikasikia mhubiri moja, tulikuwa mahali kwa mpaka, unajua sisi ni wahubiri, unatuongelesha hivyo, unatufanya. Nikashindwa sasa, mbona ukasirike ati kwa sababu wewe ni mhubiri, wajue wewe ni mhubiri. Unajua sisi Yesu, kuna mtu alitisha ati nitawafanya. Aliwaambia msiponisikiliza mimi, tulisoma wiki iliyopita, mimi nitatoka hapa na nikienda mahali nitaenda, mwezi mkanifuata, na msiponiamini mtakufa katika dhambi zenu. Hiyo tu, na hiyo ndio unyenyekevu. Tukaambiwa yeye akiwa na hayo yote kama Mungu, akiwa Mungu, kitu cha kwanza akajifanya, akakubali, alijifanya mwenyewe, akakubali, kwa sababu sikufanywa, sikulazimishwa, alilazimishwa, ni alishuka. Akakuwa hana sifa. Si ndio hata watu waliposikia akihubiri wanauza huyu mtu alisomea wapi? Si tunaambiwa akiwa kijana miaka ile 12 alienda kwenye hekalu, akaanza kujibishana na walimu. Amekaa katikati yao. Wewe fikiri kijana miaka 12, amekuja kanisani anaulizana na hao reverend, maswali, wakijibishana, akiwauliza na wao naye akijibu yao, mpaka wakashangaa. Lakini hakuna mahali unamuona akitumia hiyo nafasi kama nyinyi hamjui mimi ni nani, nitawaonyesha, nitawaambia. Yeye alijinyenyekeza. Na hata nakumbuka wakati yule mama alimumiminia mafuta, akauliza, si mimi nilikuulize swali, kuna mtu alikuwa na deni, watu wawili, moja alikuwa na 50,000, moja alikuwa na 50. Waliposamehewa, ni nani alimpenda Bwana ule aliwasamehe zaidi? Mimi nasema naona ni yule aliyesamehewa pesa mingi. Sababu kisamehewa 50, sita mtu hata akwambie, wewe fikiri tuseme Washiko, nina deni yako ya shilingi 200, unisimamishe. Pasa, nakwambia sasa shilingi 50 ndio unaniuliza ama 200. Yeye hakufanya hivyo. Yeye alisema niambie, akasema nafikiri yule ananile na pesa mingi. Na hivyo ndivyo tulivyo. Tunapaswa kujiona sisi tulikuwa wenye dhambi, hatukufaa mbele ya Mungu. Ni yeye amefanya tufae sasa, akatuita tuwe wahuduma wake, tuwe mashahidi wake. Naambiwa akakuwa mtu ana sifa, kwa sababu hata kule alizaliwa, si hata watu walikuwa wanauliza, Galilaya kweli kunaweza kukatoka kitu kizuri? Ati Galilaya huko hakuna. Yaani akaenda kuishi, na ni alichagua kwenda kuishi Galilaya. Si angechagua kuishi Yerusalemu na wakubwa.
na makuhani, yeye aliishi. Sasa akija anasema, ai, mtu ametoka Galilaya kweli anaweza kuwa na kitu cha maana cha kutuambia. Yaani hana sifa. Ya pili, akachukua hali ya mtumishi, mfungwa. Yaani akakuja kama vile Paulo amejieleza, mtumishi, mfungwa. Mtu akakuwa sasa hakuna haki yote anashikilia. Hata ndipo akaambia wanafunzi, kama ningeita Baba angetuma jeshi kubwa kuniokoa. Kwa hivyo atakusema hapana, yeye ni mtumishi, na mtumishi kazi yake ni kufanya nini? Ni kutumika, si ndio? Ya tatu, akaja katika mfano wa wanadamu. Hakuja kama mtu wa ajabu atukimuona wadani kama ni mimi ningekuja nikiwa mtu mrefu ati nikitembea hapa Sabasaba watu wote wanafanya nini? Nikisimama kuongea watu wanakuja kuona huyo tena niwe mtu ana sura mzuri sana na umbo mzuri. Yeye hakuja hiyo. Yeye alikuja kama mtumishi. Wale watumishi tunakuwa nao, wale wanatumwa enda dukani ukalete. Akakuja hivi. Lakini yeye hata ni mfungwa, hajui atafunguliwa lini. Lakini alijua siku moja kifungo chake kitakwisha, arudi kwa Baba. Akaja katika mfano wa wanadamu. Ya nne, akaonekana kama mwanadamu. Hata akija katika mfano wa mwanadamu, hakuna wakati alikuwa anaambia watu. Kuna wale aliwaambia, kuna wakati aliwaambia ati kabla Ibrahimu mimi niko. Wakati sema tuna baba yetu Ibrahimu, akamwambia kabla Ibrahimu mimi niko. Lakini hao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao na ukatili ule walikuwa nao, hata hawakumuuliza ati unasema ulikuwa mbele atuliona Ibrahimu aliona siku zako. Hebu tueleze, wataki, wanamupuza tu. Ndio inaitwa kwa Kiingereza kudismiss. Huyu hakuna kitu anajua, wakamdismiss, wakampuuza. Ati anatuambia alikuwa wapi? Kwani huyu mtu hata miaka 50 hajafika na anatuambia mambo ya Ibrahimu. Alafu nne tunaambiwa akajinyenyekeza. Si kunyenyekezwa, alinyenyekezwa. Si nimwambia story ya OCS alikuwa anasumbua mtu. Mtu alijua commandant. Si niliwaambia hiyo story. Sasa fikiri Yesu yeye hakuwa na hiyo. Yeye alijinyenyekeza. Akisumbuliwa yeye anakubali kusumbuliwa. Asemi na wakemea, asemi mfanye, hapana. Hata wakati wanamshika, wanaenda kumuua, wanamsukuma tu na yeye anaenda. Wakifika kwenye mlima mahali watamtupa chini, anageuka, anapita katikati yao, wanamfungulia njia, wanabaki wenyewe. Yaani amejinyenyekeza. Hakuna mahali anatisha. Ya tano hiyo ni ya tano. Ya sita, akawa mtiifu hata kufikia mauti. Hata ilipokuwa atauawa akakuwa mtiifu, hakukataa kufa. Na hata tunaona vile aliambia baba yake, Baba, ukiweza utoe hiki kikombe, lakini si mapenzi yangu, lakini ya nani? Yako. Ndio alisema, mapenzi yako yatendeke, si yangu. Yaani akajinyenyekeza, anaenda kufa. Na tunaambia kwamba alikuwa na uchungu mkali. Ndio alikuwa anaumwa kabisa, anasema Baba, Baba, kama ni mapenzi yako uondoe, lakini kama ukiweza uondoe, lakini si mapenzi yangu, yako. Yeye kujinyenyekeza kabisa, akajitoa. Ya saba tunaambiwa naam, mauti ya msalaba. Sisi sote tukiulizwa siku ile ya kufa, ungetaka kufa wakati umelala vizuri tu kufe, si ndio? Hakuna maumivu, hakuna nini. Sio ndio watu huomba? Hata mimi ninaomba hivyo. Nikifa nilale tu alafu nikufe. Baadaye lakini wengine usinojua wanapitia maumivu mengi.
unasikia mtu miaka ameumia. Sasa Yesu yeye kifo chake kilikuwa cha uchungu na pia cha aibu, kwa sababu alisulubishwa, akasulubishwa kama mhalifu, mkosaji, naye hakuna makosa alikuwa amefanya. Hata Pilato mwenyewe alisema huyu hana makosa. Lakini akakubali kusulubiwa msalabani, kuvuliwa nguo, yuko uchi msalabani, kwa sababu yeye ni mhalifu na hakuna uhalifu ambao alikuwa amefanya, akajisalibisha hivyo. Lakini sisi watu wakituingilia, huyo ataniona, nitaenda mpaka kwa chifu, huyo tutasukumana naye mpaka niwache amewekwa ndani. Hapana, tuyaruhusu mambo. Watu wakituingilia, najua kuna mali itafika uende kwa chifu, si ndio? Hata kwa polisi utaenda. Sababu mtu akiwa saa yote anakuhangaisha, anaiba vitu vyako, anakutusi, sitabidi umuondoe. Lakini si wewe umtafute, wacha yeye akutafute. Katika funzo tunaona Yeremia 48:29 inasema hivi: tumesikia habari za kiburi cha Moabu, ya kuwa ana kiburi kingi, jeuri yake na kiburi chake na majivuno yake, na jinsi alivyotakabari moyoni mwake. Yeremia 48:29. Kuna taifa liliitwa Moabu. Na kama mnakumbuka, Moabu ni watu wa nani? Huyu mtu aliitwa nani huyu? Nani alianzisha taifa hilo la Moabu? Aliitwa nani huyu? Walienda na Ibrahimu, jina inapotea. Lutu. Ni hao watu wa Moabu, ni kabila ya Lutu. Waamoni na wa Moabu. Sasa wakafika mahali wakakuwa taifa kubwa. Sasa hawana haja na Israeli, kabila la nani? La Ibrahimu. Na Mungu akasema ati tumesikia habari za kiburi cha Moabu. Wakakuwa na kiburi, kuringa, ya kuwa ana kiburi kingi, tena jeuri. Yaani hakuna kitu inamtisha, wanaona wana nguvu za kutosha. Si ndivyo huku kwetu wanasema mtadu? Si ndio wanauliza watu, tumefanya mtadu? Si ndio wanauliza, mtafanya nini na sisi tuko hapo? Sisi ni sisi serikali, hakuna kitu hatuwezi tukafanya. Na kiburi chake na majivuno. Iko kujivuna. Kujivuna si ni kuona nguvu zako, kama yule bwana aliyeitwa Goliathi, si ndio? Alikuwa anasimama na mkuki wake, anaita watu, anasema mtu mmoja aje, mmoja tu, tumalize hii vita saa hii. Na tunaambiwa na aliyotakabari moyoni mwake, yaani kuwa kabisa moyoni mwake amejiweka mahali pa juu kabisa, hakuna mtu anaweza akamfikia. Sasa Mathayo 11:29 inatuambia, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwetu. Mtapata raha nafsini mwenu. Mkiwa aje? Mkiwa wapole na wanyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo sisi wahubiri wa Shiko tuanze hivyo, si ndio? Kuwa wanyenyekevu. Si kusema sisi wahubiri lazima tule nyama. Lazima chakula yetu ijae nyama. Hapana, na stew. Waacha hao wengine wakunywe maji, sisi hatuwezi kula chakula na maji. Tunakula na stew. Stew ni nini? Ni mchuzi. Sisi tunataka mchuzi mzuri.
tumewekwa vitu vizuri. Hapana. Jambo la pili katika hiyo ni 9:10-11. Kutukuzwa. 9:10-11, kutukuzwa, ya kwamba Yesu baada ya hivyo alitukuzwa. Hebu tuone alitukuzwa namna gani. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipatalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tunaambiwa nini? Ati hiyo kujinyenyekeza hakukuwa ati hivyo ndivyo ataishi milele. Kwa hivyo hata hapa duniani tusipotimia ama tusipotimiza yale ambayo tunaota, tunaomba, yanatusumbua, tusipoishi ile nyumba tungetaka kuishi, tunaambiwa aje? Kuna siku ambayo tutalipwa na kuna siku ambayo tutapewa utukufu. Na ndipo tukisoma katika kitabu cha Ufunuo kwa yale makanisa 7 yalikokuwa yakiandikiwa, kila kanisa lilikuwa likiambiwa atakayefanya nini? Atakayeshinda anaambiwa kile atapata, si ndio? Atakayeshinda atapewa jina mpya. Si hapa tumesema Yesu alipewa jina ambalo limepita majina. Kwa hivyo hata sisi tunangoja jina. Ati ataikaa pamoja na mimi katika kiti changu cha enzi. Atakayeshinda tunaambiwa hataumizwa na mauti ya pili. Atakayeshinda atapewa jiwe limeandikwa jina. Hizo ahadi zote ndizo ambazo Yesu Kristo alikuwa nazo. Yeye akapewa ahadi moja tu, ya kwamba sasa utapata jina ambalo limepita majina yote. Sababu tunaambiwa ya kwamba katika hilo jina, likitajwa hilo jina la Yesu, tunaambiwa kila goti lipigwe, litapigwa kila goti, ya kwamba hakuna mtu hatapiga magoti wakati watasema Yesu Kristo, kumtangaza sasa. Kwa nini? Tunaambia walioko mbinguni wote watapiga magoti. Si kuna malaika na malaika ya watu huko, na sisi pia si tutakuwa huko, wale wateule, wale watakatifu. Na duniani, wale wako duniani, wakati tatangazwa wale watakuwa hapa duniani, hata hao watapiga magoti, kwa sababu watajua sasa amekuja kumaliza kazi yake yote. Siwashiko walituambia kuna wakati watu watatoka hapa duniani, kuna wakati atakuja, lakini si baadaye atarudi. Wakati atarudi, wale atakuta duniani watasikia hilo jina na watapiga. Wale wameamini watakuwa wameamini, wako sawa. Wale watakuwa hajaamini watapiga, wakijua sasa wamechelewa. Na pia chini ya dunia, wale watakuwa bado hawajafufuliwa. Tumeambiwa wote watafufuliwa kusimama kwenye kiti cha hukumu. Sasa wakati huo tunaambiwa kila goti litapigwa. Na ni ajabu, tunaambiwa hata shetani mwenyewe atapiga magoti. Tumeambiwa viumbe vyote. Bwana mmoja akasema juu magoti ya shetani yanafanana namna gani, lakini atayapiga jina hilo likitajwa. Na shiko nikasikia mtu mmoja amesema, sijui kama ni kweli, ati shetani alipotupwa huku, si tunaambiwa alitupwa kutoka juu akatupwa huku chini, alianguka tena miguu ikavunjika. Sijui vichekesho tu. Sasa ati ni mtu ana miguu tufupi, lakini magoti atafanya nini?
kwa sababu mguu ati iliingia ndani. Sasa na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo Yesu ni Bwana Mungu, kwa utukufu wa Bwana Mungu Baba. Ya kwamba siku hiyo shetani, tumeambiwa ya kwamba yes, ni uongo tu anaongea. Siku hiyo shetani ataongea ukweli, kwa sababu atasema Yesu ni nani? Ni Bwana. Kuna siku inakuja, na hiyo ndio tunaambiwa tuwe na sifa nzuri, ili hiyo siku ikuja tutakuwa upande wa Yesu, tutapatikana upande wa Yesu. Isaya 2:11 inasema, macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa chini, na kiburi cha wanadamu kitainamishwa, naye Bwana Mungu yeye pekee yake atatukuzwa siku hiyo. Watu wanatafuta sifa hapa duniani, hata wanauana ndio wapate hiyo nafasi ya kukaa katika ile meza inaitwa high table, ile meza kubwa, si ndio? Wengine watauana. Si tunasikia hivyo hao wanasiasa wakiuana. Lakini tunaambiwa macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa chini. Kuna siku wanadamu wote wao waliojiinua na wakayaona wanafaa kuwa juu watashuka chini, na tunaambiwa kiburi chao kitainamishwa. Washiko, umesoma kitabu cha Ufunuo, unasoma ati na nikaona maaskofu wamepanga mstari. Umesoma mahali pameandikwa maaskofu na mareverend na nani, kuna mahali pameandikwa wote tutakuwa nini? Sawa, kila mtu alipwe na kazi yake. Kwa hivyo ukubwa huu wa dunia ambao watu wanapigania, tungechukua mfano wa Yesu. Kama tumeitwa kuwa watumishi kuhubiri, tufanye hivyo kwa unyenyekevu bila kuitisha. Si siku ya leo anaitisha pesa. Nikija nikuzikie mtu unipe pesa. Kwa nini? Yesu Kristo ni wapi alifanya huduma akaitisha pesa? Kuna mali tuliona akipewa pesa? Ile tu tuliona akipewa labda ni chakula kwa Zakayo, si ndio? Na kwa Zakayo hata kukaribishwa kwa Zakayo ni alijikaribisha. Alimwambia leo nitakuja kwako. Na Zakayo alipomuona kwa mti akajua huyu. Si alimjua la Zakayo? Huyu Zakayo ni hakujua Yesu alitaka kumuona, lakini Yesu alikuwa amemuona. Kwa sababu si hata yule mwanafunzi wake akiwa kwa mti alikuwa amemuona. Akamwambia leo nakuja kwako. Hata Mathayo alipomuita alifanya karamu na Yesu akaenda. Lakini hakuna mahali tunaona akiitisha. Kwa hivyo tujue hivyo. Jambo la tatu, Matendo 7:56 tunaambiwa, akasema tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Bwana Mungu. Nani alisema maneno hayo? Katika Matendo mlango wa 7. Nani alisema tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Bwana Mungu? Stefano ametolewa nje ya mji, anapigwa mawe, lakini anasema tazama nimeona nini? Mbingu. Huo ndio utukufu ule tunapaswa kufuatilia kabisa tufikie. Amen. Jambo la tatu, tunaambiwa kitu kinaitwa nuru. 12-15. Tafadhali tusomee tuone nuru ni nuru gani hiyo tunaambiwa habari zake. 12-15. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo,
tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwako, utimizeni wokovu wenu wenyewe kama kuogopa na kutetemeka. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kutimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo kunung'unika wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichooteka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Ati sasa naambiwa hivi, ati sisi tuwe watiifu kwa yale tunajua ndiyo yanaambatana na maisha yetu, vile ambavyo kani mwanafunzi akienda shule kuna mambo fulani anakuwa mtiifu kwayo, kwa sababu anajua nikiwa mtiifu kwa mambo haya sitakuwa na tatizo na elimu yangu, nitafanya vile na nitatoka nikiwa nimetimiza lengo langu la kwenda shule. Lakini tutakuta wanafunzi wengine si watiifu, vile wanaambiwa na mwalimu hawafanyi, wakiambiwa mkienda nyumbani mfanye hivi hawafanyi. Si siku ya mtihani unakuja, unakuta mtu ameanguka kwa sababu hakuwa mtiifu, hakuwa na makini. Sababu tumeambiwa hivyo ya kwamba huu utiifu unahitajika zaidi kumtii Mungu, na tukimtii Mungu tunaambiwa ndiko kutimiza wokovu wetu wenyewe kwa hofu na tetemeko. Tunakuwa tunaelewa ukipoteza wokovu, tunaambiwa ni milele na milele mbali na Mungu, ni milele na milele mateso. Mbona basi twende kwa mateso hivyo kama wajinga? Na kinachohitajika kwetu tu ni utiifu. Hebu tumtii Mungu. Sababu tunaambiwa kuna mambo mawili yanayotusumbua. Kwanza tunaambiwa ni kutaka na kutenda, si ndio? Tunataka kuishi vile Mungu anataka tuishi, lakini kutenda ni tofauti. Lakini hapa tunaambiwa Bwana Mungu ni anatuwezesha kutaka mema, kwa sababu Mungu asipokuwa nasi tutakuwa tunatafuta tu yale ya kutupendeza, hatujali ya Mungu, hatutakuwa tunataka. Lakini baada ya kutaka, Bwana Mungu ni anatuwezesha. Kwa sababu hata mimi ukiniuliza, hiyo miaka yote umekaa ukiwa umeokoka aje? Hujarudi nyuma ukaenda huko ukakunywa pombe, ukafanya hii kama watu wengine, alafu ukarudi? Niulizo, ilikuwa namna gani? Ulifanya namna gani? Nitasema sio mimi, ni Bwana Mungu akiwa ndani yangu. Basi tumruhusu. Tukimruhusu tutafanikiwa na tutaishi maisha ambayo yanapendeza Mungu, kwa sababu tunaambiwa mambo yote tuyafanye bila kunung'unika wala mabishano. Tukiwa kanisani si mahali pa kubishana na kunung'unika. Ukiambiwa leo Adani ametukumbusha siku ya Jumanne tunakuwa na wakati wa maombi, ni vizuri ukija, kama utapatikana utajifungua uje. Lakini watu wengine kwao ni nini? Ni tatizo. Wanaanza kunung'unika. Sasa
Kwani hao wanafikiri Unajua rafiki yako anaitwa James Njoke. Wengine wanasema unajua wewe ulimeshamaliza kulea watoto, sisi bado tunalea. Kwa hivyo wewe enda uombe, enda ngwataniro, sisi tunatafutia watoto. Hiyo si ni kunung'unika. Na kubishana, mnasema sijui twende wapi, mnasema sijui tutoe 100, kwani tunatoa, kwani hao watu wanafikiri sisi tunatoa. Hiyo mabishano tuache. Ukiona kitu huwezi na unajua huwezi, si unanyamaza. Ukinyamaza hata Mungu anafurahi. Si anakujua hata zaidi ya hao. Hata anakujua zaidi ya wewe. Hata labda amekunyima kwa sababu kuna vita huko mbinguni ya kwamba huyu kimnyima atakuacha. Mungu anasema basi acha asipate. Tunakula tabu kama Ayubu. Si alikula tabu mingi kabisa, lakini yeye hakuna mahali alisema Mungu sitaki habari zako, acha. Hapana, acha nikufe, nimechoka. Hapana. Yeye alisema hapana. Kama ni huyu ataniua, ni sawa, mimi namwamini. Hata akiniua ni sawa. Akasema huu mwili wangu umeliwa hivi umeharibika. Nitasimama nao mbele yake. Na nikisimama nitakuwa na ng'aa kama dhahabu. Ndio anasema hivyo. Hiyo ndio tusiwe watu wa kunung'unika na kubishana. Na basi kama tutakuwa mambo tuyapokea bila kunung'unika na kubishana, tutaambiwa tutakuwa watu wa aina hii. Kwanza tutakuwa watu wasio lawama. Yaani hakuna mtu atapata makosa kwetu, kwa sababu tutakuwa tukifanya na upendo, tutakuwa tukifanyia Mungu. Ni kama mahali mtu yuko kazini, si anajaribu kufanya vizuri asilaumiwe. Ati hawa kuku hawajakula kwa nini? Wewe si mambo unalaumiwa kama ni kazi yako. Basi tusiwe na lawama. Tutakuwa hatuna lawama. Na alafu pia tutakuwa hatuna hila. Hila ni mtu ambaye mnaongea hivi lakini yeye anapanga kitu tofauti. Anakuambia ukinitafutia 500 kesho nitakurudishia. Lakini anajua hatarudisha. Hata mahali pale atapeleka anajua hazitakuja. Nitapata. Hata atakwambia kuna bwana moja ana 100 yangu, ana 1000 yangu 2. Ameniambia atanitumia kesho. Kwa hiyo nipe. Lakini unajua hakuna rafiki kama huyo. Hiyo ndio hila. Kwa hivyo sisi si watu inaitwa mtu kuwa na agenda tofauti. Nyinyi mnaongea hivi lakini yeye anajua vile anataka. Tuwe watu wa kweli. Nikija kwako wadani kuambia nipe 500 hivi nakupa story yote. Nikwambia wadani hii kusema kweli hii naona tu nikiipata mwisho wa mwezi wakati nitapata mshahara. Sitanipa. Ikifika nikosa nakuja kuambia bado sijasahau. Mshahara ulikuja, pesa fulani zimekatwa haikutosha. Lakini niko na 200, si ushike hizi. Yaani kitu kama hicho. Hiyo ndio huna hila. Lakini ukipewa 100 unaweka unasahau. Mtu anakutafuta, ukiona simu yake unakata kuchukua. Unakata. Ama unachukua niko mahali, niko hapa kwa jam. Iko kelele sana hapa sikusikii. Wacha nikupigie nikishuka. Hiyo ndio inaitwa hila. Tuache hila. Tuwe 3 watoto wa Bwana Mungu wasio na kosa. Watoto hawana kosa. Nikikuuliza habari ya Wadani, huyo Wadani ni mtu poa sana. Si watasema Wadani unajua alikuja hapa ati ana wageni nikampa kuku wangu 2 na hajalipa. Ni vibaya, si ndio? Tuache hiyo. Tuwe watoto wa Bwana Mungu. Hiyo ni mtoto wa Mungu. Si ni vizuri kuitwa mtoto wa Mungu? Watu wasio na kosa. Kwa sababu tumeambiwa hivi. Tunaongea mambo ya nuru.
ya kwamba tuko katika kizazi kilichopotoka, watu wakaidi, watu hawasikii na wamepotea kabisa. Wakaidi ni watu wasikii, na mtu asiposikia Mungu si ni kupotea, atapotea, atajikuta kwa mambo magumu. Mimi hapo karibu kwangu kuna mahali utakuta watu wengine, mtu amelewa, amelala hapo kwa barabara. Sasa unashindwa ni nini alikuwa anatafuta. Sasa mtu kama huyo tunaambua ndio wako. Hebu tuwe nuru ya kwamba wewe umemkuta amelala hapo, si ndio? Hakuna siku wewe utapatikana umelala kwa barabara ukiwa mlevi. Hiyo ndio tunakuwa watoto hao wa Bwana Mungu, ya kwamba ambao tunapaswa kung'aa kama nuru duniani, kama mianga. Tukiona wanaona mwangaza. Mtu akikutana na wewe anajua huyu ni mwangaza, anaweza kanisaidia. Si na mimi niko tu kama yeye, lakini hakuja kanisani, lakini niko kama yeye. Funzo tunalipata Mwanzo 12:2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Maneno ya nani? Nani alisema maneno hayo? Nani alisema? Umejibu vizuri Wadan, ati si ni Mungu. Mimi naweza kusema nitakubariki Washiko, lakini nina baraka zangu. Hata nikikupa 1,000,000 sasa, si nitakuwa nimepewa na Mungu. Kwa hiyo ni Mungu amekubariki, ananitumia, si ndio? Sasa huyu si Mungu anatumana, ni yeye mwenyewe anamwambia, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulitukuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hivyo hakuna watu wameitwa Washiko kutubariki ati hao ndio watatubariki, tuwape pesa watubariki. Mungu aliitisha Ibrahimu nini ndio ambariki? Alimwambia mimi nitakuwa na wewe utakuwa nini? Kwa hivyo tumeitwa kuwa baraka. Hebu tujaribu. Nafasi yote ukipata, hata jirani yako, kama mnaongea saa ingine mpelekee hata kama ni kasuku ka mbosho, si ndio? Mwambie nilipata mbosho kidogo situkule. Unakuwa baraka kwa sababu umeitwa, umebarikiwa na umeitwa kuwa nini? Kwa hiyo tujabarikiwa tu ndio tunenepe, tule vizuri, tuvae vizuri, tuendeshe gari mzuri, hapana. Tumeitwa kuwa baraka. Hebu hizo baraka ambazo Mungu ametufanya tuzigawie watu. Amen. Amen. Kama vile huyo Ayubu alisema, mimi hakuna mtu alilala nje. Nikiwa naweza kumsaidia. Nimkaribisha kwangu, nikafungua mlango. Unajua siku watu walikuwa na, si hata zamani huko watu walikuwa na safiri hivyo. Wakati kulikuwa kuna magari. Nasikia watu walikuwa wanatoka huku Murang'a wanaenda mpaka Nyeri. Na watu wa Nyeri nao wanakuja huku. Wengine wanatoka huku wanaenda mpaka Ukambani. Kutafuta vitu vya Ukambani, nao wanabeba vitu vya huku, si ndio? Sasa walikuwa wanaenda wakilala kwa barabara, mahali wanatafuta mahali wanalala, asubuhi wanaendelea. Ya kwamba Ayubu akasema kuna mtu yeyote alilala nje kwa sababu ambaye ningeweza kumsaidia. Tuwe watu wako hivyo. Niulize swali. Uliza swali. Na kwa hiyo baraka hapa duniani kuna mtu yani hana baraka ya mwingine. Hakuna. Awe asiwe na kitu, awe na mali, hana mali, kunaye hana baraka ya mwingine. Tunaambiwa kunaye. Kuna wale hawana baraka. Lakini kweli wa Mungu ana baraka ya kila mtu. Kwa hivyo hata wewe ukiwa una baraka. Si ndio uliona habari za tajiri na Lazaro? Lazaro alikuwa anamcha Mungu, si ndio? Ni mgonjwa. Tajiri hakuwa na nafasi yake.
Lakini kama angeamua kuwa baraka kwa Lazaro, angekuwa anafanya kazi ya Mungu. Lakini yeye kwake haikuwa sio hivyo. Yeye ndiye avae mavazi mazuri ya zambarau, ni kula vizuri kuku nini, kula vizuri. Ati Lazaro yale yamebaki ndiyo anapelekewa, yale wameshiba. Kwa hivyo swali lako ni nzuri. Sote tumebarikiwa. Hebu tujione hivyo. Hata kama sina kile siwezi kufanyia kitu, kuna vile mimi ni baraka kwako. Kwa sababu hata tukiongea nitakuambia mimi mambo yangu, si ndio? Hata kama sikupi pesa nitakwambia mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa hali hii. Nikafanya hivi, nikakosa, lakini baadaye ikakuwa, si ndio? Tunatoa ushuhuda. Kwa hivyo ukija kwa kanisa unatoa ushuhuda, unakuwa baraka kwa wengine. Lakini watu wengine wakati wa ushuhuda ni kuanza kuhubiria watu. Hujaitwa kuhubiri, toa ushuhuda huyo Yesu vile amekubariki. Alafu wengine wataona. Mtu atasema mimi nilikuwa hivi. Si utaenda useme vile ulikuwa umesumbuliwa na kifua, ukaenda ukaombewa. Sasa unawatia watu nguvu, si ndio? Unakuwa baraka, unamwambia hata wewe hali yako usijali. Kubali. Tutakuombea. Mimi niliombewa. Kwa hivyo hakuna mtu ana baraka ya mwingine. Hata yule mtu ambaye anafanya kazi ya chini ni baraka. Kwa sababu bila hiyo kazi itakuwa aje? Wewe fikiri niwe tajiri kabisa hata niweke ukuta wa Kahumbu yote iwe ni yangu na nikae peke yangu, sitakuwa nimebarikiwa? Na nitakuwa baraka nikiwa peke yangu? Si hata nitashindwa? Si nitatafuta baraka ya watu wa kuongea nao, wa kusaidiana nao? Lakini watu wanasahau hiyo. Lakini wote ni tumebarikiwa na tuwe baraka. Nikiwa Marekani, niliwaambia nilikuwa jioni nafanya kazi kwa supermarket, cashier. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa mhubiri. Alipojua mimi nimeokoka, alikuwa anakuja kwa line yangu. Sasa akiniaga wakati nimemfanyia kazi, ananiambia, Joseph, kuwa baraka. Umebarikiwa kuwa baraka, ananikumbusha. Kwa hivyo tuwe baraka, kwa sababu Mungu alimwambia utakuwa nini? Kwa hivyo hata wewe ni baraka. Kwa hivyo kuwa baraka, thibitisha wewe ni baraka. Amen. Tumalizia 16 mpaka 18, tunaambiwa kufurahi. Tusema lengo ni kufurahi katika Bwana. kumi na sita. 16 na 7 na 8 tufungie hapo. Ukishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitabisha bure. Naam. Endelea. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, na furahi tena, na furahi pamoja nanyi nyote. Ati anasema nini? Na furahi tena, na furahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo furahini tena, furahini pamoja nami. Ya kwamba tunafurahiana. Paulo alikuwa mhuduma. Anasema kuna siku itakuja ya Kristo. Hiyo ni ile siku tunaita siku ya kiyama.
wakati kila mtu atasimama na kazi yake na kila mtu atasimama yaomba Paulo yeye akisimama atakutana na hao watu amekuwa akihubiria. Wewe fikiri umehubiri alafu ukiangalia watu ulikuwa ukihubiria hawako, sitaona ulifanya kazi ya bure. Ndio Paulo anasema tafadhali, akawaambia tafadhali muwe mkae mushike kwa udhabiti neno la uzima. Si tunaitiwa uzima? Basi hilo neno la uzima tulishike kwa udhabiti, tujue hili tu ndilo neno tuna haja nalo. Haya mengine hayafai, hayalingani. Haya mengine ni ya muda, hayafai kuwa yatatuzuia kufanya mapenzi ya Mungu. Haya mengine tusiruhusu yatuzuie kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu kuna siku itakuja hiyo ya Kristo, ambapo Kristo atatangazwa. Tumeambiwa kila goti litapigwa. Wakati huo ati yeye akipiga goti, Yesu Kristo akitangazwa, akiangalia ataona hao wa Filipi ambao alihubiria. Basi hebu tukisikia tunaambiwaje basi hapo? Wale ambao walituhubiria au kutufundisha itawafanya siku ya Kristo iwe siku ambayo watafurahia wao ambao walituhubiria. Kama kuna mtu anakuhubiria, shika hilo neno. Na wewe ukihubiriwa, si kukaa tu na hilo neno na wewe unapatia nini mwingine, si ndio? Lile umejifundisha, na wewe ukikuta mtu mwingine mkizungumza unamwambia unaambiwa kama katika Wafilipi tunaambiwa tuwe hivi, naye unambadilisha. Ndio hata wewe siku ya Kristo utafurahia. Kazi ilianza na Yesu Kristo, mbele kabisa ikaanza na Mungu alipomuumba mwanadamu. Katika Yesu Kristo tukarejeshewa kile Adamu alipoteza, na sasa tunaambiwa kuna siku ya Yesu Kristo ambayo tutasimama mbele yake kila mtu, ya kwamba ni siku ya kwamba tulihubiriwa bure, ya kwamba Paulo ameandika waraka, tumeusoma na tuufuate. Lakini wakati watu watahesabiwa, wale walisoma mambo ya Paulo, si watasimama wengi? Hilo ndilo akiangalia ataona hao wote kweli nilifanya kazi nzuri. Na kama tutajitahidi hivyo, hata sisi kuna wale tutafikia na kuna wale ambao tutawafurahia tukiwaona. Amen. Amen. Basi tukifunga tunaona Mwanzo 22:12. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Bwana Mungu, ilia mwanao wa pekee. Bwana Mungu akizungumzia Ibrahimu. Sasa tunamuona Yesu hapa, Mungu mwenyewe amempa Ibrahimu kazi, amemwambia vile atafanya, na Ibrahimu akafanya. Amemwambia mtoe mtoto wako, akatoa. Mungu akamwambia sasa, usimnyoshee mkono, usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Bwana Mungu, iwapo hukumwizilia mwanao pekee. Ni maisha yetu sasa, tunaambiwa tusizuilie Mungu kutenda maisha, kufanya vile yeye angetaka sisi tufanye kwake. Tusimzuilie Mungu, ili ifike hiyo siku ambayo tutasimama mbele yake na nasema, kweli wewe nimeona, nimetosheka na wewe. Tukija kutoka hapa duniani, tutoke kama Mungu ametosheka na sisi, ya kwamba
ninapotoka sitoki nikiwa na deni ya Mungu katika maisha yangu. Amen. Alafu Mathayo 25:34 inasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kuna hiyo siku Mungu atatukaribisha katika ufalme wake. Hebu tuisubiri hiyo siku, hebu tuifuate na kabisa tuizingatie. Amen. Basi wazo kuu ni hili, Wafilipi 2:3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Nikiona Wadan namtafutia mema yeye, Wadan akiniona ananitafutia mema. Si mimi nione hai Wadan ndiye anapaswa, mimi sifai kumfanyia, ni anafaa kumfanyia. Tafakari ni Wafilipi 2:5 inasema, iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Hiyo nia ya kujinyenyekeza, kukosa kujishikilia lolote, ili apokee utukufu ambao ulikuwa wake mbeleni na udhibitishwe kwa viumbe vyote. Amen. Tuwe hivyo, tuna hiyo nia ya unyenyekevu. Na sala tuombe hivi, mpate kuwa wana wa Bwana Mungu wasio na lawama wala udanganyifu. Tusiwe na lawama na tusiwe na udanganyifu, wasio na ila katika kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa yanga katika ulimwengu. Amen. Amen. Basi Yehova Bwana Mungu wetu atubarikie neno lake na atusaidie kama vile tumruhusu, si atusaidie, ametusaidia. Tumruhusu atusaidie, kwa sababu yeye ametusaidia kutaka na kutenda mapenzi yake. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen.